Tajiri wa Moyo TV. Tumewasili hapa kwenye timu kutoka Louisville, Kentucky. Hii ni Tajiri wa Moyo TV ambayo imeonyesha pambano hili live moja kwa moja, na tuko baadhi ya wachezaji wakiwa na radisi hapa. Lakini ndugu mtazamaji, samani kidogo, naona wanabadilishana mawazo hapa, na kadri cameraman wangu gisi anavyowaingiza huko onesha kule, bado wanadadisi mambo yao ya ndani. Kiswahili onda manga kosi hapa ngao ya hanja ole mpira ile football matokeo kawaida makuuba. Kwa hiyo ini mwana na tujikosa next time ebe. Yes, ndugu mtazamaji wa Tajiri wa Moyo TV, kwa siku ya leo tuko hapa pambano ambalo limechezwa hapa kati ya Mapinduzi pamoja na timu kutoka Louisville, Kentucky, na maeneo ambapo nazungumza hapa ni Nashville, Tennessee. Timu hii imetoka state nyingine, hapo ni majirani zetu. Tunatembeza hapa kutoa gari hapa kwenda mahali walipo, ni kama saa 3 au saa 2:30. Na leo pambano hili limechezwa kwa ushindi. Waliopata ushindi kwa pambano hili siku ya leo ni Mapinduzi kwa bao moja lililofungwa na mchezaji maridadi kabisa aliyokuwa anacheza kwenye namba 11, anaitwa Privo au Isaya. Na hapa ndo unaona kadri navyo cameraman anavyochukua, na niko hapa, najua ndugu yangu wewe nani, kwa sababu ndo nimekuta unazungumza. Ya mimi kwa majina naitwa Rubeni RB Cashman. Mchezo wa leo ulikuwa mchezo mzuri. Wewe kocha au wewe ni shabiki? Hapa mimi mchezaji. Wewe ni mchezaji? Ya, leo sikucheza kwa sababu ya mashoki naumia. Okay, yapi ambayo umeona yamewasibu na mpaka mkapoteza mchezo wa leo? Shida ilikuwa ni nini? Kwa upande wa mabeki wetu walikuwa vizuri sana, lakini watu sasa wakutujazia magoli kule ndo alitukosesha sana tena sana. Kwa hiyo next time najua tunajifunza kitu kimoja kwa leo, kwa mchezo wa leo tulijifunza tatizo lilikuwa wapi, lakini tatizo tushaiona na tutaifix. Next time tukiwaita tutawapiga tu. Kwa upande wa wapinzani ambao mlikuwa mkichuana nao kwa siku ya leo, ambao ni Mapinduzi, kipi ambacho mmeona wamewazidi? Kwa sababu mmeonekana mkiwashambulia kwenye awamu ya kwanza kidogo, ndo mlikuwa mkicheza kwenye kuonesha kweli mnataka kupata ushindi, na awamu ya pili mmezidi sana kuwashambulia kwa nafasi kubwa. Kipi ambacho nimeona kama shida ni nini zaidi wapinzani wenu wamewazidi mpaka mmeshindwa hata kupata bao la kusawazisha au kuongeza bao lingine? Shida ilikuwa ya watu walikuwa wanashambulia. Washambuliaji wetu mitaa kwanza walicheza kidogo. Dakika za kwanza unasema mitaa kwanza, labda kipengele cha kwanza. Yes. Washambuliaji wetu walicheza kidogo. Lakini tulipokuja sasa kuambia nje sasa, ile mitaa pili sasa uliona matokeo kisi tulikuwa washambulia, lakini tulishindwa tu kumalizia tu. Na ndio nasema hivi, next time wakifika kwetu lazima tutawapiga. Kwa hiyo mmejifunza, lakini wanakataa kuja kwetu. Wanakataa kwa sababu wanatujua. Mlishawahi kucheza nao? Tushawahi kucheza nao. Tukaenda moja kwa moja. Matokeo yakawaje? Walikimbia mapenalty. Walikuja kucheza nyumbani pale Luvu au hapa hivi. Hapa. Ya tucheza mara ya kwanza. Wameshawahi kuja kucheza katika uwanja wenu mahali pale mnapoishi Luvu, Kentucky? Wanaogopa kabisa. Ya wanaogopa. Wanajua mchezo wetu. Wanajua. Leo tu yani kitu ambacho wanasema eti wanaweza kusema eti walishinda kwa sababu ya sisi washambuliaji wetu. Wewe mwenyewe uko shahidi. Ulikuwa na kitu tunashambulia. Tunatukaongea na kocha. Kocha, wewe ndo unawafunza wachezaji hawa wa soka.
na mnajua kwamba ni baadhi ya watu ambao mbona sijaelewa, sio kocha? Mimi ndo kocha. Mimi ndo kocha. Kocha inaonekana kocha. Kocha samani. Kama utanipa nafasi ya kuongea na wewe kidogo. Okay, ndugu mtazamaji, unajua vijana hawa ambao tunaishi nao hapa Marekani, kidogo yale mambo ya utani ni kawaida katika soka, watu lazima tutanie. Hii ni Tajiri wa Moyo TV ambayo inakutolea matangazo haya ya pambano ambalo limechezwa kwa siku ya leo hapa Nashville, Tennessee. Na pambano lililochezwa kwa siku ya leo ilikuwa ni Mapinduzi pamoja na timu kutoka Louisville, Kentucky. Bana Congo. Na hapa nazungumza na kocha ambaye alikuwa akisimamia mchezo wa siku ya leo, na pia ndo timu yake hii. Naona kadri cameraman alivyokuwa akiwaonesha, anakusanya jezi na kujua waanzishe safari ya kuondoka mahali walikotoka pale Louisville, Kentucky. Kocha, kipi ambacho umekiona katika mchezo wa leo, na lipi ambalo umeliona limekusibu mpaka kupoteza mchezo wa leo ambao umekuja na matumaini ya ushindi, lakini kwa siku ya leo umepoteza kwa bao moja, Mapinduzi wakitokea na ushindi? Cha kwanza nitashukuru kwa sababu game imeisha, au niseme mechi imeisha kwa dakika 90, ijapokuwa ndugu zetu wamechukua ushindi Mapinduzi na wameingiza goli sio kwa ya ubishi, ni goli nzuri ambayo imefungwa vizuri, lakini kwa mpira gisi nilivyoona mpira ulikuwa sawa, ila nitasema kwamba kwa upande wangu wachezaji kama vile tutajifunza na nitaendelea kuwafunza ili wajue matatizo ambayo nimeona kwa ndani, ila asilimia nyingi sana nimechukua kwa kuwini uwanjani, lakini nimekosa ile nafasi ya kumalizia, na natumaini game inayofuatia nitajitahidi sana kutengeneza ili tupate ushindi. Kuna baadhi ya mafanzi ambao nimezungumza nao wakasema labda hali ya hewa kidogo labda ikawa imewasumbua kwa siku ya leo, kwa kuona mvua imenyesha kwa muda mpaka wakati ambao mmekuja kucheza. Hiyo nayo inaweza ikawa sababu ya wewe kupoteza, kwa sababu kuna baadhi nimediscuss nao wamesema hilo. Kwangu naona sio sababu, kwa sababu hata pia wanaandaa mazoezi ukiwa hali kama hii. Na pia japokuwa wapo ndani ndo wanaona, lakini unajua siwezi nikamkataza mtu akiongea kile ambacho anachotegemea kuongea, kwa sababu tu ni kauli yake, sitamzuia mtu, lakini nayo inaweza kusababisha, kwa sababu wenyewe ndio wanalalamika, au tuseme mchezaji kama ni mchezaji uliomuuliza hivyo akasema hivyo, inaweza ikasababisha. Lakini na nafasi nimetengeneza nafasi nyingi sana, wachezaji wangu wametengeneza nafasi nzuri, lakini ile nafasi ya kumalizia ndio hivyo. Na kama mechi mmerekodi yote kabisa kama ilivyokuwa, hata watu wakiona watasema ndio mpira umeenda vizuri, inatokea. Ili tu nitasema kwamba wajitahidi sana, kocha mwenzangu ajitahidi sana, anyamazishe wachezaji kujua kutengeneza mpira. Kocha mwenzio nani? Japokuwa tumepana mkono, lakini kocha Mapinduzi sijakumbuka jina, japokuwa tumepana mkono, lakini sijajua jina. Deko, anaitwa Deko. Ajitahidi sana ili kufunza wachezaji vizuri, kwa sababu kuna sehemu ambazo nilizionaona zimekuwa kama hivyo. Okay, nyinyi ni timu ambazo mnacheza hapa Marekani, na mmetoka kwenye maeneo ambayo ni ya vijijini huko tulikotoka Afrika, na mmepata fursa ya kucheza kwenye viwanja hivi vizuri ambao tulikuwa tunavitamani. Na wakati wachezaji wengine walikuwa wanasema labda hawapati fursa ya kupata maendeleo ya soka kwa sababu uwanja ukiwa wa matope na nyingine, unawaambiaje wachezaji wako kujitahidi ili kujiendeleza katika jambo hili la soka, na matarajio yapi unayaandaa unakitaka ili wachezaji wako kuendelea katika soka ambao wamepata fursa ya kuwepo hapa Marekani? Mimi napendelea kwanza kwa kipindi changu chote hiki, au kwa mkataba huu ambao ninao na Bana Congo, napenda kila mchezaji awe mchezaji bora wa mwaka. Ina maana hapa kama mtoto amekuja, mimi nimecheza mpira, na kama nimecheza mpira nilionekana kuwa mchezaji. Ulicheza timu gani? Mimi nilikuwa nachezea Ditatu, au tuseme Tupu Isa, ikashuka ikaitwa jina nani ya Ditatu D3 pale zone ya 5.
D3. Yeah, zone ya 5 pale. Zone ya 5. Ndio. Ya kutoka pale C3 D3. Yeah, pale ndo nilikuwa nacheza na mimi ndo nilikuwa mchezaji pale, nilikuwa nacheza namba 8, namba 7, namba 10, yote nilikuwa nacheza. Lakini nitakachokisema tu kwa wachezaji wote Marekani ambao wana vipaji. Unajua sasa hivi wadogo ndo wana vipaji. Yeah. Na hapo ndo wanasoma pia. Kuna baadhi ambao hawana hiyo nafasi ya hivyo. Kwa hiyo mimi naomba tu wajitahidi, kama ana ndoto zake ajitume, apende zoezi. Mchezaji ni zoezi, sio ile tu hivyo. Kuna watu wanasema kwamba eti Marekani labda hii soka ambao wanacheza ya mpira wa miguu haina soko. Je, unawaambiaje hawa vijana? Kwa sababu wanasema tu kwamba labda hapa Marekani wanabeba yale mipira nyingine ile ya kugongana sijui lakini soka kama labda mpaka waende Uingereza, mpaka waende Spain. Unawaambiaje kwamba hata Marekani wanaweza wakatoka? Pia ukijua kama umelima shamba, umeanza kulima shamba, istoshe tuseme kwamba umeweka mazao, lazima upambanie yale mazao. Endapo kama una tushi yako ya mpira na una ndoto zako, jitahidi kuingia kwenye maofisi. Kama hujui, tafuta viongozi wa bana Kongo, labda watakutafutia hizo njia fulani ambayo utatoboa. Kwa sababu wewe ukitoboa, ukipewa njia, inabidi sasa upambane. Kwa sababu ukipewa njia inabidi upambane, na ndio maana wanasema kwamba ukiwa kazini, ukipewa kazi, pambania ile kazi, kwa sababu ile kazi ukiipata sio rahisi sana kutoka. Ndio kitu naweza nikasema. Aya, pambania kazi, sio rahisi we kutoka. Huyu ni maneno ambayo kutoka kwa kocha wa timu ya bana Kongo pale Louisville, Kentucky. Nikushukuru kwa wakati wako, tuko pamoja sana. Amesema tuoneshe bendera kidogo hapa ni gisi ilivyo, na tumepigwa picha pamoja. Najua mambo si mabaya, tunaungana, tuko pamoja. Na kushukuru kwa muda wako kocha. Asante sana. Na watakieni safari njema, na msikose kusubscribe. Lazima hiyo ni Tajiri wa Moyo TV, kila kitu utakiona kiko live, na matangazo yote ambayo yanaendelea katika kuwasaidia. Pia tuko pamoja kuwaendelezeni nyinyi, kuwatangaza ili mpate kuonekana sehemu ambazo hamwezi kuonekana, lakini chombo hichi cha habari yuko kwa ajili yenu. Sawa, shukrani sana. Na sisi tunaweza tukasema tumeshukuru sana, na tutafanya hivyo, japokuwa sijui umesema jina TV Tajiri wa Moyo. Tajiri wa Moyo TV. Yes. Ukiandika hivyo kwenye YouTube, tutafanya hivyo, tutafuatilia na tutasupporti, kwa sababu nyinyi ndio mnasababisha sisi tunasonga. Bila nyinyi hatuwezi tukasonga. Kwa hiyo hakunaga unga inajiforme ugali bila maji. Kwa hiyo sisi tutajitahidi, tutasupporti, tuko pamoja na nyinyi. Tumeshukuru sana. Asante sana. Kenza, tuko pamoja. Ciao. Okay. Usikose kusubscribe, like, comment Tajiri wa Moyo TV.